Klabu ya Young Africans itawakosa wachezaji wake muhimu, hasa Clement Mzize pamoja na Mudathir Yahya ambao wamekuwa na majeruhi. Mudathir Yahya ambaye alipata majeruhi dhidi ya klabu ya Silver Strikers ya nchini Malawi katika mchezo wa raundi ya pili klabu bingwa barani Afrika, na hivi sasa ameitwa katika timu ya Taifa Stars, lakini hatocheza kwa sababu amekuwa akisikia maumivu, na hivyo anasubiri taarifa ya daktari ama atafanyiwa upasuaji ama la. Hasara ambazo Young Africans itapata kuelekea katika michuano hii mikubwa: kupungua kwa ubora wa mchezo. Wachezaji muhimu mara nyingi ndio nguzo za timu, wana uzoefu, uelewa wa mbinu za kocha na uwezo wa kufanya maamuzi muhimu uwanjani. Kukosekana kwao kunapunguza ubora wa timu. Kupotea kwa muunganiko wa timu. Wachezaji wa kikosi cha kwanza huwa wamezoeana. Majeruhi yanapobadilisha kikosi inachukua muda kwa wale wapya kuzoeana. Kushuka kwa matokeo. Timu inaweza kushindwa kupata pointi muhimu kwenye mechi, jambo linaloweza kuathiri nafasi yake kwenye ligi ya mashindano. Mabadiliko ya mbinu. Kocha analazimika kubadili mfumo wa uchezaji, mfano kutoka kwenye 4-3-3 hadi 4-4-2, jambo ambalo huathiri ufanisi wa timu. Hasara za kifedha. Malipo bila tija. Klabu bado inalipa mshahara mkubwa kwa mchezaji asiyekuwa anacheza. Gharama za matibabu na urekebishaji, huduma za madaktari, upasuaji, mazoezi ya kurejea fiti na kadhalika. Kupoteza mapato kutokana na matokeo duni. Matokeo mabaya hupunguza uwezekano wa juhudi wa kushinda zawadi za fedha, bonus za ushindi michuano ya kimataifa kama CAF. Kupungua kwa mauzo ya jezi na tiketi. Mashabiki wengi hununua bidhaa na tiketi kwa ajili ya nyota wao. Wakiwa majeruhi, mapato hayo hupungua. Kwa mfano, mtu anahitaji jezi ya mtu fulani. Wachezaji maarufu mara nyingi huvutia wadhamini. Majeraha yao yanaweza kupunguza hamasa ya wadhamini. Kukosa fursa za kibiashara. Hasara za kisaikolojia. Moyo kushuka kwa wachezaji wengine. Kukosekana kwa kiongozi wa timu au nyota kunavunja morali. Shinikizo kwa wachezaji chipukizi. Wengine hulazimika kujaza nafasi kubwa kabla hawajakomaa. Hofu ya majeraha zaidi. Timu inaweza kucheza kwa tahadhari ikipoteza ujasiri. Hasara za kijamii na kimkakati. Kuharibika kwa taswira ya klabu. Mashabiki na vyombo vya habari hukosoa klabu kwa kushindwa kudhibiti majeraha, kushindwa kuvutia wachezaji wapya. Klabu yenye historia ya majeraha mengi inaweza kuwa na changamoto kuvutia vipaji vipya. Kuchelewa kwa malengo ya muda mrefu. Mpango wa maendeleo ya timu unaweza kuvurugika, hasa kama majeruhi ni wa muda mrefu. Mfano halisi: fikiria timu kama Manchester City ikimkosa mchezaji kama Kevin De Bruyne kwa miezi 6. Matokeo yanaweza kushuka kwa sababu ubunifu unapungua, mapato ya mechi hupungua, mashabiki wanapoteza hamasa, kocha analazimika kutumia wachezaji wasio na uzoefu mkubwa, hivyo klabu inapoteza pesa, matokeo, morali na ushawishi wake. Hiyo ni kama mfano tu tukitolea katika upande wa Young Africans, ambapo pengine Clement Mzize ndiye alikuwa nguzo ama muhimili bora zaidi katika safu ya ushambuliaji, kwani Prince Dube amekuwa na mwendelezo usio bora na kosa zake na kushindwa kuweka mpira wavuni imekuwa jambo gumu kwao, ambapo Young Africans ilitamani kuwa naye mchezaji kama Clement Mzize kwa ajili ya kuweza kuisaidia timu katika kipindi hiki kigumu katika kuelekea katika michuano mikubwa ya hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika. Kwa ufupi, klabu inapowakosa wachezaji muhimu kutokana na majeruhi hupata hasara ya kimfumo inayoathiri ufanisi wa uwanjani, mapato, morali ya timu na hata sifa yake kwa muda mrefu. Ndio maana vilabu vingi huwekeza katika kitengo cha tiba, lishe na utimamu wa mwili, yani sport science, ili kupunguza hatari ya majeraha na kuhakikisha urejeo wa haraka. Mtazamaji wetu wa Nile TV, endelea kutufuatilia, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Niliyekuandalia na kusomea taarifa hii ni mimi Nizwa Sport. Hadi wakati mwingine, bye bye.